Kwa majina naitwa Henry Jubeki Mkoma, mwenyekiti wa mtaa wa Mapelele, kata Ilemi. Kwa kweli nipende kushukuru kwanza jeshi la polisi. Nashukuru sana kwa matukio yote yanayotokea, kwa ushirikiano mzuri wanaoendelea kuonyesha na kukabiliana na hayo matukio yanayokuwa yametokea. Kwa kipindi hiki tulikuwa na tukio baya sana ambalo lilikuwa limetokea ndani ya mji wetu wa Mbeya, la vijana ambao walikuwa wameanza kupiga nyundo, badala ya nondo walianza kutumia nyundo. Kwa hiyo wanakushusha na nyundo wakipiga nayo kichwani, manake unakuwa umeathirika ndani ya fuvu la kichwa. Mimi niseme nashukuru sana jeshi la polisi. Pia nawashukuru sana wananchi wanaoendelea kutoa ushirikiano ndani ya jiji letu la Mbeya na kata yetu ya Ilemi kwa ujumla. Nawashukuruni sana, sababu hili tukio limetokea ni vijana wetu wenyewe ambao tumewazaa wenyewe, wengine ni wajukuu, wengine ni watoto wetu wenyewe. Lakini nasi sana kwa wazazi mnaoendelea kukumbatia watoto na kuwasaidia pale matukio yanapotokea mabaya. Mtoto wako nakuta kamuibia fulani, kamuibia jirani, wewe unamsaidia. Sasa haya matukio, vijana wawili ambao wanatokea ndani ya kata yetu ya Ilemi, mtaa wa Mapelele, ambao walikuwa kati ya hawa vijana waliodhuru watu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, narudia tena, niwaombe wazazi tuwalee katika maadili watoto wetu. Pia nirudi katika misingi ya kijamii, tuwapeleke watoto makanisani. Kanisa linafundisha, kanisa libomoi linafundisha watoto wanyoke kwenye mstari. Lakini wazazi wengi sasa hivi wamejisahau kutokana na mambo ya biashara zao, sijui niseme, au mambo ya maisha. Wanajali sana kwenda kutafuta pesa badala kwamba wasimamie misingi ya watoto. Nikikumbuka kwa mfano mojawapo katika hawa waliokuwepo kwenye haya matukio, ambao ni mkazi ndani ya mtaa wa Mapelele, ambaye ndani ya miezi miwili au mitatu nilikaa naye na kumwelimisha baada ya kutoka ndani, sababu alikuwa amefungwa kifungo kwa sababu ya kuua. Alifungwa kifungo cha miaka 30, lakini baadaye akaachiwa. Baada ya hapo alipoachiwa, nilikuja nikakaa naye mimi nikamwelimisha Pascal. Nikamuomba na nikamsihi sana kwamba wewe anakwenda makanisani, lakini alikuwa haendi kanisani. Alienda mara moja tu akaacha. Lakini baadaye napigiwa simu kwamba wananchi wamemkamata ndani ya mtaa wetu wa Mapelele. Nikafika pale, pia wananchi walikuwa wanataka kumuua. Tukawaondoa hao vijana wawili ndani ya kata yetu ya Ilemi, mtaa wa Mapelele. Wakawa wamekimbilia huko Uyole, ambako ndiko alikokuwa anaendelea kufanya hayo matukio mabaya ya kuua watu. Ndugu waandishi, mimi niseme jeshi la polisi linafanya kazi nzuri sana, lakini mahakama mimi niseme inatuangusha, kwa sababu jeshi la polisi linapowapeleka wahalifu kule, mahakama inakuja inawaachia. Wangekuwa wanarudi kwetu sisi, wanauliza huyu mtu ambaye wamemwachia anakuwa na tatizo gani? Pia wangekuwa wanauliza hata kwa mabalozi. Mabalozi wa watu wanafanya shughuli nzuri sana, wanatusaidia sana. Mahakama, narudia tena, mahakama tunaomba mtusaidie. Sisi hatuna mwingine wa kumkimbilia na kumlilia. Mahakama tunaomba mtusaidie. Mwisho, wewe na mimi ndio wasimamizi wazuri wa maeneo yetu. Zamani kwenye magari walikuwa wanaandika abiria chunga mzigo wako. Kwa hiyo matukio haya yanapotokea mbali, maana ujue na kwako litakufikia. Kwa hiyo naomba utoe ushirikiano mzuri, mwananchi yoyote utoe ushirikiano mzuri, aidha kwa jeshi la polisi, aidha kwetu sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa. Unapotupa taarifa na sisi tunalifikisha taarifa hizo kwenye jeshi la polisi. Naomba ushirikiano mzuri, wananchi wote, kama mnanisikiliza mnielewe hivyo, tusaidiane. Hii nchi ni yetu wote, si ya mtu mmoja. Kwa majina naitwa Kennedy Lameck Mwakambonja, ni mwenyekiti mtaa wa Mwantengule, kata ya Isyesye. Kwanza kabisa naomba nimshukuru polisi kata, lakini pia naomba nimshukuru OCD na RCO. Nawashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya. Kazi ambayo mnafanya ni ngumu. Kwenye mtaa wangu kuna matukio mawili yametokea. Wa kwanza ni mtoto wa diwani mstaafu amepigwa nondo, amelazwa hospitali. Lakini wa pili, kwa bahati mbaya, amepoteza maisha. Kwa hiyo nafikiri mimi nawashukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wanafanya. Kazi ambayo mnafanya ni kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Lakini pia nisiseme mengi sana. Hawa watu kikawaida, mimi ninachokijua, dawa ya moto ni moto.
nilikuwa naomba sasa, kama ni sheria ipo irekebishwe kwamba mtu aliyeua naye uawe kiujumla, sababu yani kitu ambacho wanakifanya sio kizuri kwenye jamii. Kwa hiyo nafikiri sasa nilikuwa naomba ipite kliniki ya mahakama ili itoe elimu kwa wananchi. Ndio jambo la kwanza. Lakini pili, tushirikiane. Namshukuru afande Vincent ananipigia simu mara kwa mara usiku. Mwenyekiti, kuna 1, 2, 3, toa ushirikiano pamoja na wananchi. Kwa hiyo nawashukuru Jeshi la Polisi kwa kazi ambayo mnafanya. Hiyo kazi muendelee nayo. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Upendo Samuel Mwaisemba, mwenyekiti mtaa wa RRM. Kwanza kabisa mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatulinda, anawapa nguvu askari wetu mpaka hapa walipofika. Ni si kwa mapenzi yao, bali ni kwa ajili ya uweza wa Mungu. Lakini nianze kwa kusema napenda kumshukuru polisi kata wetu. Kwa kweli umetupa mtu sahihi, tunalingana naye, yupo kwa wakati, lolote linalotokea tukimjulisha, tuna ushirikiano naye mkubwa. Tunakushukuru sana. Lakini cha pili, napenda kushukuru Jeshi la Polisi lote, mnafanya kazi nzuri kwa kweli. Tumeona kazi yenu, usiku mchana hamlali. Tumeona kazi zenu kubwa, mnatupigia usiku kucha. Mwenyekiti, nipo kwenye mtaa wako. Napenda kumshukuru sana OCD. Baada ya kuona nimezidiwa, kila siku nasikia matukio huku na huku, nilianza kumsumbua OCD. OCD, naomba msaada wako. Nimeonewa huku, sijui sababu mwanamke, kumbe lilikuwa ni tatizo tu limejitokeza. Lakini hakusita, kaniambia mwenyekiti, nitakupa kipaumbele. Kweli toka siku ile doria ilianza kwenye mtaa wangu. Lakini nashukuru kwa hawa waliokamatwa kwa sababu wamesema kile walichokitenda. Ninaomba kabisa sheria ichukuliwe mkondo wake, ile sheria kali kabisa, kwa sababu wametoa roho za watu. Kama huyo mzee mnayemsema, nimezika mimi huyo mtoto wake. Baba alishindwa kulia, ni mtu mzima, hajiwezi, amepoteza nguvu kazi. Lakini cha mwisho naomba niombe mahakama yetu inafanya kazi vizuri. Najua wanatenda kazi nzuri kabisa, lakini wapunguze kuachilia wahalifu. Wanatamba mtaani, wanalitukana Jeshi la Polisi. Wanasema Jeshi la Polisi mnatupeleka kule, kesho nitarudi. Sisi mitaani hatujui kama ni mahakama, tunajua Jeshi la Polisi. Lakini leo nimejihakikishia kazi nzuri ya polisi. RPC, Mungu akubariki kwa jeshi lako.